anasema ya kwamba Abili alitoa sadaka ilikuwa bora kuliko Kaini. Ndiyo. Kwa hiyo hata kama amekufa, bali ingali sadaka ile inanena. Oh yes. Kwa nini inanena? Ndio hapa nilikuwa nazungumza, usitoe sadaka kama utamaduni. Oh yes. Habili alitoa sadaka. Ndio. Kaini alitoa sadaka. Oh yes. Sadaka ya Kaini ililiwa. Aha. Sadaka ya Habili ililiwa. Aha. Lakini ya Kaini hatuoni kama ina kumbukumbu kwenye maisha ya Kaini. Oh yes. Lakini ya Habili nasema hata kama amekufa bado inanena. Oh yes. Maana yake nataka unapotoa usitoe kama unapoteza. Toa katika uwepo wa Mungu, ili ule uwepo wa Mungu uache historia na kumbukumbu. Oh yes. Ile kumbukumbu wakati ambapo utakuwa hujiwezi, ile kumbukumbu itangaze na ikusaidie uvuke. Oh yes. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yaani maana yangu ni hivi, ukitoa sadaka bila uwepo wa Mungu sio kwamba haitaliwa. Itatumika tu na utapata baraka. Oh yes. Amen. Amen. Yaani itatumika tu na hautapata baraka. Lakini ukitoa kwenye uwepo wa Mungu, aha, itatumika. Ndio. Lakini unachukua baraka za kwako. Oh yes. Na ndicho nataka kila mtu Mungu ampe hiyo neema. Aha. Unapofanya chochote, ndio, unapotoa sadaka, aha, unapomwabudu Mungu, ndio, unapofanya maombi, ndio, unapokaa katika kiti chako, ndio, fanya vyote katika uwepo wa Mungu. Oh yes. Maana yake ukifanya in the presence of God, aha, kuna vitu vitakuwa vinabadilika. Oh yes. Kuna mazingira yatakuwa yanatokea. Aha. Kuna vitu vitakuwa vinatokea. Ndio. Kuna miujiza itakuwa inatokea. Oh yes. That's why mtu akifika mahali kwenye uwepo wa Mungu, haijalisha na muamini Mungu hamwamini Mungu. Aha. Uwepo wa Mungu unaamua nini kinatakiwa kutokea. Oh yes. Wakati kitatokea tutampa Mungu utukufu. Aha. Na wakati kinatokea sio kwamba wewe unapenda, ndio, uwepo wa Mungu unaamua. Oh yes. Ndio maana mchana wa leo, aha, uwepo wa Mungu utaamua destiny yako. Oh yes. Utaamua hatima yako. Ndio. Utaamua afya yako. Ndio. Utaamua biashara yako. Oh yes. Utaamua mazuri yatokee kwako. Ndio. Nikakwambia, nilipokuwa ninaomba niliona, Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu ambao wamekuwa na giza, ambao hii giza shetani ameliruhusu ili lianze kuleta vita na kazi yao. Oh yes. Bwana kaniambia ninapozungumza na wewe mchana wa leo, kuna namna Bwana atajihusisha kwenye maisha yako. Oh yes. Alafu uwepo wa Bwana utafanya mabadiliko. Oh yes. Uwepo wa Bwana utakuponya. Ndio. Uwepo wa Bwana utainua biashara yako. Aha. Uwepo wa Bwana utabadilisha wateja waliokuwa wamekatika wataanza kuja. Oh yes. Uwepo wa Bwana utakupa kibali. Oh yes. Uwepo wa Bwana utasababisha moyo uliovunjika uwe na tumaini tena. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo. Mchana wa leo. Ninaondoa kila giza kwenye maisha yangu. Ninaondoa kila giza kwenye kazi yangu. Mchana wa leo. Ninaondoa kila yaliyo mabaya. Hayatafanikiwa. Katika uwepo wa Bwana. Ninapata matokeo. Amen. Amen.